إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. kuhusiana na masala ya usufi ama tasawuf ama sufism, tunaweza kusema kwamba hilo ni jina moja au ni neno moja, isipokuwa katika kulitamka na kuwa unatamka kwa system tofauti tofauti ama kwa mtindo tofauti. Sufism tunaweza kusema ni Kizungu, usufi ni Kiswahili, tasawuf ni Kiarabu. So hiyo yote kwa kila lugha inamaanisha maana moja yote. Naam. Asli ya tasawuf ni moja kati ya misingi mitatu ya dini ya Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam mara moja alijiliwa na Jibril. Jibril ni malaika ambaye kwamba kazi yake alikuwa ni kuleta wahi na kuleta zile message za mitume kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jibril alipokuja kwa bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akamuuliza, ya Muhammad, nieleze kuhusu Uislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa misingi mitano ya Uislamu. Kisha akamuuliza, nieleze kuhusu iman, akampa misingi sita ya iman. Kisha Jibril akamuuliza Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, hebu nieleze kuhusu kitu al-ihsan. Kutoka katika neno la al-ihsan, bwana Mtume alayhi salatu wassalam akamueleza Jibril kwamba maana ya ihsan ni kumuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na uendelee kumuabudu na uzidi kumuabudu mpaka ufike wakati wa kwamba ile ibada umeishika na imekuvaa, mpaka ufike wakati wa kwamba kama kwamba unamuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa wewe unamuona mbele yako, yani mpaka ufike katika daraja hiyo. Lakini pia fahamu kwamba ikiwa wewe huwezi kumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi fahamu kuwa yeye Mwenyezi Mungu anafanya nini? Anakuona. Kwa hiyo kupitia kwa nguzo hii ya tatu ya dini ndio wanazuoni wakachukulia nguzo hii na kuweza kuitumikia na kuifanyia kazi mpaka kukatoka neno tasawuf. Na kupitia kwa tasawuf ndio tunaweza kushughulikia hili jambo la kuwa vipi tunaweza kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka kufikia hali ya kama kwamba mimi nimesimama na abudu kama hali ya kuwa Mungu yuko mbele yangu. Amesucceed in life mtu ambaye kwamba atasafisha moyo wake ndani, wakad khaba man dasaha, na atakuwa amehasirika yule mtu ambaye kwamba ameuchafua. Sasa ule moyo wataka kutengenezwa, na hiyo ndio tasawuf. Maisha ya masufi ni maisha ya Waislamu, kwa sababu usufi ni Uislamu. Usufi ni jina tu ambalo kwamba linamaanisha kundi fulani ambao kwamba wamejipamba, na kama nilivyokuambia, wamejipamba na kujiepusha na kila sifa mbaya na kujiweka karibu na kila sifa mzuri. Sasa mitindo yao ya maisha ni kwamba wao kila wakati wanaangalia kwamba sasa ni lazima kufanya nini wafanye. Kila wakati ni lazima, sasa nilipo mimi hapa ni lazima nifanye nini yeye aweze kufanya. Kwa mfano, sahi ni wakati wa kuswaliwa, swala imeingia. Kwa hiyo yeye hamu yake yote anaacha kila kitu akielekea katika kuswali. Sasa ni wakati wa kusoma Qur'ani, anaacha kila kitu yeye anakwenda kusoma Qur'ani. Sasa ni wakati wa kuangalia familia yangu, yeye anakwenda anashikana na familia yake. Kwa hiyo mtindo wa tasawuf ama mtindo wa sufi ni kuenda na munasaba wa wakati wake. Mpaka baadhi ya wanazuoni wamesema kwamba sufi ni mtoto wa wakati wake.
Sasa sufi ni wale watu ambao kwamba wapigana na nafsi zao kwa kila njia, kwa kila njia wawe karibu na Mungu. Kuna watu wafuata meditation, kama Mtume alipokuwa Maka alikuwa akimeditate, kisha Mtume akasema tafakuru saa khairu min ibadati sana, kufikiri saa moja yashinda ibada ya mwaka mzima. Wewe ukawafikiria ukubwa wa Mwenyezi Mungu, kutenda kazi wa Mwenyezi Mungu, kila kitu cha Mwenyezi Mungu, ile ni ibada kwetu. They have what is known as dhikr. Dhikr is remembrance of God. It's there mentioned in the Holy Quran. Prophet Muhammad used to recite that dhikr and so on. And then we have something called the Qasidas, something called Samai. All these are poems, poetic, and they started with the Holy Prophet. Na kila mahali kutoka wakati wa Mtume mpaka sasa kuna sehemu ambayo kwamba masufi wamekaa na wanakuwa remembered. Hatusemi yule sufi amekufa, tunasema ameondoka kwenye ulimwengu huu, amekwenda kwenye ulimwengu mwingine. Na anakuwa celebrated kwa ile kazi yake na ile jukumu lake alilopewa, na watu wanakwenda wakamzuru, wakasoma, kwa sababu wale ndio kioo. Na katika kila msikiti mkubwa ujuao ulimwenguni utaona kuna tumba ya sufi. Kutoka kwa Mtume Madina kuna kaburi ya Mtume. Ukitoka Madina ukaja Morocco utapata tombs. Ukija Masri zimeenea, Imam Shafi, Imam Abi Hanifa, maimamu wote wana shrines zao. Ukija Sham, Syria, utaziona za mitume mbalimbali, Daniel na Yahya and so on. Ukija Kenya pia unapata vitu kama hivyo. The big question, kwa nini shrines? Kwa sababu ile shrine ni kioo cha umma. Watu wajijue watoka wapi. To know where you are is the beginning of wisdom. Dhana mbaya ama dhana mbovu zilioko juu ya usufi ni nyingi sana, ambazo kwamba leo tutakaa hapa tukizihesabu hazimaliziki. Lakini mathalan unaweza sikia kwamba masufi wanaabudu makaburi, masufi wana itikadi mbaya. Tusimame tu hapo katika kwamba masufi wanaabudu makaburi. Hakuna Muislamu anayeabudu kaburi hata mmoja. Umeelewa sio? Kwa sababu Muislamu ni yule ambaye kwamba anajua kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja na ni peke yake, hana mshirika na yeye, na ibada yote inayofaa kufanywa inafaa kufanywa yeye Mwenyezi Mungu aliyetuumba. Na yoyote ambaye kwamba atakuwa na fikra hii ya kwamba kuna kitu kingine ambacho kwamba chafaa kuabudiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, huyu acha kuitwa sufi. Hata Muislamu pia hafai kuitwa, kwa sababu ameabudu kitu ambacho kwamba si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kuzuru makaburi na kutembelea waliokufa, hilo ni jambo ambalo kwamba liko katika sharia na limehimizwa katika dini yetu, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuambia kwamba endeni mkazuru makaburi, kwa sababu katika kule kwenda kuzuru makaburi inawakumbusha nyinyi akhera, na kukumbuka kwenu akhera ni kwamba nyinyi hapa duniani mtafanya bidii ili mkienda akhera mpate mambo mazuri. Kwa hivyo katika sisi binadamu pia kuna grade, mfano kama vile upande wa Kikristo kuna pastor wa kawaida, alafu sijui kuna kasisi, sijui kuna reverend, kuna nani hivyo wakipanda hivyo. Kwa hivyo zile pia ni miongoni ma grades za ibada zake za yule mtu anazozifanya. Sisi hatuendi ki masomo, lakini tunaenda kiibada.
the more unamwabudu Mwenyezi Mungu zaidi is the more unakuwa na cheo ama grade kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ukifikia mtu mpaka anaitwa sufi, basi ni mtu ambaye kwamba amejipinda zaidi katika kufanya ibada zake kwa Mwenyezi Mungu.